Dunia imeshikwa na watu wachache ambao wanaweza wakaamua hili liende na hili lisiende. Wakaamua kitu fulani kisogee namna hii au kisisogee namna hii. Wako watu walioshika dunia, na ndio maana nchi zinazoendelea za Kiafrika na ndani ya mabara mengine zimekuwa zikitaka kufanya jambo ni mpaka nchi fulani fulani zitoe kauli. Sasa kabla sija kujuza kile ambacho kimejiri kwenye vita vya Israeli na Hamas, ambapo kwa sasa Israeli inaendeleza mashambulizi na ameendelea kuua raia wasio na hatia, nikwambie unakumbuka kisa cha mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC Karim Khan, ambaye huyu alitoa hati ya kuweza kukamatwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na waziri wake wa vita, lakini pia na viongozi wengine mbalimbali. Baadaye Israeli kaonyesha nguvu yake ndani ya mahakama hiyo kwa kumpiga marufuku mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC Karim Khan kuweza kutua ndani ya nchi hiyo na wala kuwanyoshia mkono. Kwa hiyo ilionekana kama kupuuza, yani walibishana na mahakama hii ya kimataifa. Na mahakama hii ya kimataifa watu wengi sasa wakaanza kuona kumbe haina makali. Sasa Israeli haijaishi hapo tu bwana. Ni kwamba Israeli imempa kesi mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC Karim Khan, ambapo sasa mwendesha mashtaka huyu anatakiwa kukaa pembeni kupisha uchunguzi. Kwa hiyo ataachia wadhifa huo kwa muda kupisha matokeo ya uchunguzi, na uchunguzi huo ni juu ya kashfa ya ngono inayomwandama. Taarifa iliyotolewa na mahakama ya ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, mwezi Mei mwaka uliopita, Khan alituhumiwa kuwa alijaribu kwa zaidi ya mwaka mmoja kumlazimisha msaidizi wake wa kike kuwa na mahusiano naye ya kimapenzi, ikiwa ni pamoja na shutuma za kumpapasa bila ridhaa yake. Na shutuma hizo zilitolewa na wafanyakazi wawili wa mahakama ya ICC waliosema wamesimuliwa na mwanamke anayedai kufanyiwa vitendo hivyo, na Khan amekanusha vikali madai hayo dhidi yake. Tuhuma hizo zilitolewa wiki chache kabla ya Khan hajawasilisha maombi ya hati za kukamatwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, waziri wake wa ulinzi na viongozi watatu wa kundi la Hamas kuhusiana na tuhuma za uhalifu wa kivita ndani ya ukanda wa Gaza. Kwa hiyo mambo yapo namna hiyo. Sasa hivi ukigusa mataifa makubwa yanakupa kesi, na hii huwa tunaona kwenye baadhi ya mataifa mbalimbali kwamba pale unapokuwa makini na serikali iliyoko madarakani unapoendelea nayo, basi unakuwa upo salama, lakini ukionekana kwenda against nao, basi moja kwa moja inaonekana wewe tayari ni adui na kesi mbalimbali huwa zinaibuka. Sasa tuweke kando hilo, nikwambie jeshi la Israeli limeendeleza mashambulizi, na mashambulizi yao yamesababisha vifo vya watu 10 baada ya jeshi hilo kutangaza operesheni kali inayolenga kuwatokomeza kabisa wapiganaji wa kundi la Hamas huko Gaza. Na hayo yameelezwa na msemaji wa shirika la ulinzi wa raia katika ukanda huo, Mahmoud Basal, aliyesema kuwa miili hiyo imefikishwa katika hospitali ya Gaza. Basal amesema watu 3 wameuawa na 4 kujeruhiwa kwenye mashambulizi ya anga katika mji wa kusini wa Khan Yunis, huku wengine 3 wakiuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio la bomu kwenye nyumba moja huko Jabalia kaskazini mwa Gaza. Israeli imezindua operesheni hiyo wakati ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa la kuondoa vizuizi vya kutoruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Hatua iliyochukuliwa mapema mwezi Machi bado inaendelea kusababisha maafa makubwa. Hadi sasa mazungumzo ya kusitisha mapigano yameonekana kuweza kudorora. Lakini viongozi wa nchi za Kiarabu wakiwa kwenye mkutano wao wa kilele mjini Baghdad wametoa wito Jumamosi kusitishwa mara moja kwa vita kwenye ukanda wa Gaza, wakishutumu vikali Israeli kutokana na operesheni zake huko Gaza. Wimbi jipya la mashambulizi ya Israeli limesababisha vifo vya mamia ya watu tangu kusambaratika mwezi Machi kwa makubaliano ya usitishaji mapigano na kuachiliwa kwa mateka. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, ambaye nchi yake ni moja ya wapatanishi wakuu katika mazungumzo ya amani, ameikosoa Israeli na kusema inafanya vitendo vya uhalifu katika ukanda wa Gaza. Katika hatua nyingine, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kundi la wapiganaji wa Hamas limetangaza kwamba linajiandaa kurejea katika duru nyingine ya mazungumzo ya usitishaji wa mapigano itakayofanyika huko Qatar. Licha ya nchi hizo za Kiarabu kulani operesheni ya Israeli huko Gaza, pia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito siku ya Jumamosi ya uwepo wa mpango wa mara moja wa kudumu wa kusitisha vita katika ukanda huo. Anasema tunahitaji usitishaji vita wa kudumu. Sasa nimeshtushwa na mipango iliyoripotiwa na Israeli ya kutanua operesheni za kijeshi za ardhini, aliwaambia viongozi wa nchi za Kiarabu katika mkutano huo. Viongozi hao wa nchi za Kiarabu wametoa pia wito wa kusitishwa mara moja kwa vita kwenye ukanda wa Gaza,
wakiishutumu vikali Israeli kutokana na operesheni zake katika ardhi ya Palestina. Sasa hayo yakiendelea huko kushika hatamu, nikwambie Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Israeli, amefuta safari yake ya Vatican akihofia kutekelezwa waranti wa mahakama ya kimataifa jinai ICC unaotaka atiwe mbaroni kwa kutenda jinai za kivita Palestina. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ofisi yake iliamua kufuta safari hiyo baada ya kufanya mawasiliano na viongozi wa Italia na Vatican. Gazeti la Kizayuni la Yediot Haronot linalochapishwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu liliandika Ijumaa likieleza kufutwa safari hiyo ya Netanyahu kwamba alikuwa na nia ya kuhudhuria kuapishwa papa mpya huko Vatican, lakini amegairi safari hiyo kutokana na wasiwasi wa uwezekano wa kutekelezwa kwa hali ya kukamatwa kwake iliyotolewa dhidi yake. Novemba mwaka 2024, mahakama ya kimataifa jinai ICC ilitoa hati za kukamatwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant aliyekuwa waziri wake wa vita baada ya kuwafungulia mashtaka ya kutenda jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu huko Gaza, ambapo utawala wa Kizayuni umekuwa ukiendesha vita vya kinyama na kufanya mauaji ya kimbari. Vilevile afisa mwandamizi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas amesema kuwa mjumbe maalum wa Marekani Steve alilihakikishia kundi hilo la mukawama la Palestina kwamba Washington itaishinikiza Israeli kukomesha mzingiro wa Gaza na kuruhusu ufikishaji wa misaada ya binadamu ndani ya siku 2 baada ya kumwachilia huru mwanajeshi wa Israeli Edan Alexander, raia wa Marekani. Bassem Naimu, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, ambaye hapo awali alifanya mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa wa Marekani, aliambia Drop Site kuwa Witkoff pia aliahidi kwamba Trump atatoa mwito hadharani wa kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza na kufanyika mazungumzo yenye lengo la kufikia usitishwaji wa kudumu wa vita. Haya ndiyo yalikuwa makubaliano. Naimu amesisitiza na kuongeza kwamba ahadi hiyo ilitolewa na Witkoff mwenyewe. Akizungumza mpango huo, afisa huyo Hamas amesema ikiwa tutamwachilia Alexander, Trump atazungumza akishukuru Hamas kwa nia yake na kuilazimisha Israeli katika siku ya pili kufungua mipaka na kuruhusu misaada kuingia Gaza, na Trump angelitaka kusitishwa kwa mapigano mara moja na kuingia kwenye mazungumzo ya kumaliza vita. Kwa mujibu wa mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, hakufanya chochote kuhusiana na hii. Hawakukiuka mpango huu tu, bali waliutupa kwenye jala taka. Wiki hii wakiwa mjini Doha, Qatar, Witkoff na Adam, mjumbe maalum wa ikulu ya White House kuhusu wafungwa, walifanya mazungumzo ya kina na wapatanishi wa Israeli na wakikanda kutoka Qatar pamoja na Misri. Sasa maandamano ya kuunga mkono Palestina yameweza kufanyika karibu na Wizara ya Utamaduni ya Ufaransa jijini Paris, yakitoa wito wa kususia utawala wa Israeli kutokana na vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendelezwa na utawala huo dhidi ya Palestina huko Gaza. Waandamanaji waliokuwa na hasira wametoa wito wa kususia kabisa bidhaa zote kutoka Israeli, wakielezea ghadhabu yao dhidi ya vitendo vya kikatili vya jeshi la Israeli. Aidha, wamelaani tena mzingiro unaoendelezwa na Israeli dhidi ya Gaza ambao sasa umeingia mwezi wake wa 3, mzingiro ambao Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameutaja kuwa waaibu mapema wiki hii. Lengo la pili la maandamano haya lilikuwa ni kuitaka serikali ya Ufaransa iingilie kati na kufuta tamasha la muziki lililopangwa kufanywa na mwimbaji kutoka Israeli Eyal Golan anayewakilisha utawala huo. Wanaharakati wamesema wanapinga ujio wake, onyesho lake, na wanataka serikali ya Ufaransa ichukue hatua ya kuzuia tamasha hilo. Golan, ambaye waandamanaji wanamshutumu kwa mfuasi wa sera za mauaji ya kimbari zinazotekelezwa na Israeli dhidi ya raia wa Gaza, anatarajiwa kufanya tamasha wiki ijayo katika mji mkuu wa Ufaransa. Hayo yakiendelea, imefichuka kuwa maafisa wakuu wa serikali ya rais wa Marekani Donald Trump wanashughulikia mpango wa kuhamisha takriban nusu ya wakazi milioni 2.2 wa ukanda wa Gaza uliozingirwa na kuwapeleka hadi Libya. Shirika la habari la NBC News limeripoti hayo na kueleza kuwa mpango huo unakusudia kuhamishiwa katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini wa Palestina zaidi ya milioni 1. Watu wawili kati ya 5 wenye ufahamu na mpango huo wamenukuliwa na NBC News wakisema kuwa pendekezo hilo limepiga hatua kiasi kwamba limejadiliwa moja kwa moja na uongozi wa Libya. Marekani imejitolea kuachia mabilioni ya dola za fedha za Libya zilizozuiwa ikiwa nchi hiyo itakubali kuwapa makazi wa Palestina waliofurushwa kwenye makazi yao, vimesema vyanzo vitatu vya habari. Duru hizo za habari zimearifu kuwa utawala wa Israeli umefahamishwa juu ya mazungumzo hayo na kusisitiza kuwa hakuna makubaliano ya mwisho ambayo yamefikiwa kufikia sasa, na Trump alikariri Alhamis kwamba Marekani inapaswa kuimiliki Gaza na eti kuigeuza kuwa eneo huru. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia.
Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.